Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na maeneo tofauti nchini Tanzania. Kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Agostino Polepole ameweza kuzungumza leo kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram wa Wananchi Forum, ambapo hichi ni kituo cha habari ambacho kinaendeshwa na Mange Kimambi, na amezungumza kaka yake Humphrey Polepole na kusema ya kwamba sasa hivi kuna watu wenye nguvu ambao hawajulikani ambao wana mipango ya kumdhuru, na mbaya zaidi katika mtandao huo wa taarifa za habari za Wananchi Forum unaotengenezwa na kuendeshwa na Mange Kimambi umefunguka ya kwamba watu hawa wamemtishia kummaliza Agostino Polepole ambaye huyu ni kaka yake Humphrey Polepole. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu zaidi. Kaka wa mwanasiasa wa Tanzania aliyetoweka Humphrey Polepole, afisa mstaafu wa jeshi Kanali Agostino Polepole ameibuka na ufichuzi wa kutisha ambao umetikisa tena mazingira tete ya kisiasa nchini. Katika ujumbe wa video wenye mkazo na hisia uliochapishwa mtandaoni siku ya leo asubuhi, Kanali Polepole Agostino Polepole alidai kuwa kuna mipango iliyoratibiwa na watu wenye nguvu wasiojulikana ambao wanapanga kudhuru maisha yake. Kauli yake tena wakati huo imeenea kwenye mitandao ya kijamii leo na kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wake na pia kuzusha hofu ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa kisiasa nchini Tanzania. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa na gazeti la Wananchi Forum kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, kama unavyotazama kwenye screen yako chapisho hilo ukiona ni video yake Agostino Polepole, na Wananchi Forum kituo hicho cha habari kiliandika hivi kikimnukuu Agostino Polepole, kiliandika: "Yule mwanamtandao mliyemtuma kuhakiki namba yangu alikuja anajitahidi, mwambieni asiwe mwoga. Mipango yenu ya kuniua ipo mezani, lakini kwenye medani zetu tunasema kumpiga busu mamba. Wananchi wamepoteza maisha, nyinyi mnasherekea." Mtazamaji, maneno haya yalinukuliwa na Wananchi Forum ambayo inadaiwa ni matamshi yake Agostino Polepole. Kanali Agostino Polepole ambaye ni kaka yake Humphrey Polepole, yeye binafsi hakutaja neno kuuawa, lakini alisema ya kwamba kuna mipango ya kudhuru maisha yake. Agostino Polepole alijieleza kuwa mwanajeshi kitaaluma na mwenye uzoefu. Alisema anafahamu vyema vitisho vinavyopangwa dhidi yake, lakini alisisitiza kuwa hatatishika kamwe. Katika ujumbe wake mkali katika video hiyo, alisikika akitangaza kwamba mipango ya kumuondoa tayari ilikuwa mezani, akiongeza kuwa alikuwa amejiandaa kiakili na kiroho kwa lolote litakalomfuata. Sauti yake thabiti na yenye nguvu ilisema kwamba katika jeshi wanamsema kwamba kumbusu mamba kumaanisha kukabiliana na hatari ana kwa ana bila hofu. Maneno yake yalibeba ujasiri na huzuni, yakichora sura ya mtu aliyezingirwa lakini hataki kujisalimisha. Kanali Agostino Polepole ambaye ni kaka yake Humphrey Polepole aliendelea kuwaonya wanaodaiwa kuwa nyuma ya vitisho hivyo vya kumdhuru maisha yake kuwa tayari ameanza kufanyia kazi taarifa za kijasusi alizopokea kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Nikimnukuu, alisikika akisema, "Ninawajua watu wanaohusika na nimechukua tahadhari zinazohitajika." Alibainisha akisisitiza kwamba hofu haikuwa chaguo. Kauli yake hiyo imekuja siku chache baada ya wakili Peter Kibatala akizungumza kwa niaba ya familia yake Humphrey Polepole kufichua kuwa familia hiyo ilivumilia siku za giza za maisha yao wakati wa kupotea kwa Humphrey Polepole ambaye hadi sasa bado haijulikani hatima yake. Ufichuzi wa kanali huyo unakuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kufuatia msururu wa kutoweka kwa kisiasa na vifo vya kutatanisha vilivyohusishwa na maandamano ya Oktoba tarehe 29 ambayo yalizuka baada ya matokeo ya uchaguzi yaliyokuwa na utata. Maandamano haya ambayo sasa yanachukuliwa kuwa makubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya Tanzania yameacha kovu lisilopona katika akili ya pamoja ya taifa. Wanaharakati wengi, wanasheria na waandishi wa habari wamejificha, huku wengine wakiripoti kupokea vitisho kutoka kwa wapiga simu wasiojulikana na watendaji wanaohusishwa na serikali. Kutokana na hali hii, ushuhuda huu wa Kanali Agostino Polepole umeongeza tu wasiwasi na hasira ya umma. Katika hotuba yake pia alikosoa kile alichokitaja kuwa sherehe ya serikali ya ushindi dhidi ya raia wasio na hatia wakati wa maandamano. Swali lake la kejeli aliuliza, "Ni nani aliyekupigia kura?"
Tangu wakati huo limesisitizwa katika duru za kisiasa na majukwaa ya upinzani kote nchini na vituo vya habari kama hivi vya Wananchi Forum kinachoendeshwa na Mange Kimambi. Waangalizi wa mambo wanasema matamshi yake yanaweza kuashiria mabadiliko katika masimulizi yanayoendelea kuhusu familia ya Polepole, hasa kutokana na nguvu ya mfano ya jina la Humphrey Polepole katika siasa za Tanzania. Kanali Agostino alithibitisha kuwa pamoja na hatari hiyo bado yuko ndani ya Tanzania na anajipanga kujitokeza hadharani mnamo Disemba tarehe 9 kwa maandamano makubwa maeneo ya Masaki jijini Dar es Salaam. Tamko lake hili ni kimnukuu, mimi nipo hapa Tanzania na tarehe 9 tunaanza Masaki, limetafsiriwa na baadhi ya watu kuwa ni wito wa kuchukua hatua na wengine kuwa changamoto kubwa kwa wale anaowatuhumu kwa kujaribu kumnyamazisha kwa kumdhuru maisha yake. Kwa Watanzania wengi ujasiri wake umekuwa kelele wakati huu ambapo hofu ya kisiasa imelikumba taifa kwa mara nyingine. Familia ya Humphrey Polepole imekuwa hadharani tangu kupotea kwa hali ya kutatanisha kwa Humphrey Polepole, mwanadiplomasia na mwanasiasa anayeheshimika ambaye hadi sasa haijulikani aliko, wiki kadhaa baada ya kuripotiwa kutekwa. Wakili Peter Kibatala akizungumza kwa niaba ya familia mapema mwezi huu alieleza kipindi kilichofuatia utekaji nyara huo kuwa ni siku za giza zaidi katika maisha yetu hapa nchini wao, yani familia ya Polepole. Alisema familia hiyo imelazimika kukaa kimya kutokana na amri ya kutotoka nje wakati wa uchaguzi, lakini baada ya uchaguzi kuisha aliweza kuzungumza na kusema ya kwamba kukatika kwa umeme na vikwazo vikali vya mawasiliano ndo vilisababisha waweze kubaki kimya, lakini aliwahakikishia Watanzania kuwa juhudi za kisheria zinaendelea kumtafuta mwanasiasa huyo aliyotoweka. Tangu wakati huo kutoweka kwa Humphrey Polepole kumebadilika na kuwa suala la kitaifa na kuvuta hisia za mashirika ya kimataifa na haki za binadamu na viongozi wa kikanda ambao wameitaka serikali ya Tanzania kuhakikisha uwazi katika uchunguzi unaoendelea. Serikali hata hivyo imesalia na midomo mikali ikishikilia kuwa kesi hiyo inachunguzwa na kuonya dhidi ya kueneza uvumi au habari potofu ambao unaweza kuchochea machafuko ya habari za vitisho vya kudhuru maisha yake kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Kanali Agostino Polepole zikienea kupitia chombo cha habari cha Wananchi Forum kumradhi. Wanaharakati na watu wa upinzani sasa hivi wamejitokeza katika mitandao ya kijamii kueleza mshikamano na afisa huyo mstaafu ambaye ni kaka yake Humphrey Polepole, wakielezea hali yake kuwa ni kielelezo cha hali pana ya hofu ambayo imekumba nchi hiyo tangu kipindi cha baada ya uchaguzi. Wengi wameshutumu watendaji wa serikali wenye nguvu kwa kutumia mbinu za vitisho kunyamazisha wapinzani, huku wengine wakitaka uchunguzi wa haraka na huru kuhusu njama zinazodaiwa kumkabili. Katikati ya mvutano huo unaozidi kukua, Umoja wa Mataifa na mashirika kadhaa ya haki za binadamu yamekariri wito wa Tanzania kuzingatia utawala wa sheria na kuhakikisha usalama wa watu wa kisiasa, waandishi wa habari na wanaharakati. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu pia hivi karibuni alilaani ripoti za mauaji ya kiholela na watu kutoweka kwa lazima na kuzitaka mamlaka za Tanzania kuruhusu uchunguzi huru kuhusu madai yote ya ukiukaji wa haki za binadamu. Mtazamaji, niliyokuandalia katika taarifa ama ripoti hizi na taarifa hizi, chanzo chake cha habari ni mtandao wa Instagram wa habari unaomilikiwa na Mange Kimambi unaofahamika kama Wananchi Forum. Ukipitia mtandao huo wa kijamii wa Instagram wa Wananchi Forum utapata video hiyo ya Agostino Polepole akizungumza. Hatujaweza kuiweka hapa kwa sababu ya sheria za mtandao huo wa YouTube. Na pia mtazamaji, like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.